Pia mapendekezo, ili vijana waweze kujikwamua kiuchumi, ni muhimu sana kuwawezesha kwa mafunzo mbalimbali. Kwa hapa tunahitaji, Mheshimiwa Spika, vijana wapewe makongamano kwa ajili ya kuwawezesha kupata elimu kuhusiana na swala la kiuchumi, ili waweze kuwa na uwanda mpana wa kujua namna gani ya kumeneji pesa na matumizi mazuri ya pesa. Pia wapewe vijana stadi za maisha, ikiwemo ujasiriamali. Vijana wapatiwe hizo skills ambazo zitawasaidia kuwawezesha kukua vizuri katika swala la ujasiriamali. Pia kuwapatia taarifa na fursa zinazoendelea kwenye taifa. Vijana wanatakiwa wapatiwe hizo fursa zilizopo ndani ya taifa letu, ili iweze kuwasaidia kujua ni fursa zipi ambazo zinaendana. Hata mtu anaposomea kitu ajue kabisa kwamba unaenda kusoma hichi kitu kinakuja kukusaidia baadaye, kwa sababu kinaendana na soko la ajira lililopo kwa sasa. Kwa hiyo vijana wanatakiwa kuwekwa wazi kuhusiana na swala zuri la fursa zilizopo, ili waweze kutambua machaguzi yao ya kazi wanazoenda kuzisomea. Aina nyingi za kumkaribia Mungu. Mheshimiwa Spika, kwa mapendekezo yangu kama nilivyopendekeza hapo awali, naomba tena kurudia tena ama kuishauri serikali hili jambo. Natumaini Mheshimiwa Spika umelipokea na utalifanyia kazi kwa wakati. Mheshimiwa Spika, naomba kurudia tena. Matamasha ya kusifu na kuabudu kanda ya magharibi yafanyike angalau kwa mwaka mara 2. Lakini pia katika klasta zetu yafanyike mwisho wa mwezi baada ya miezi 2 kupita. Mheshimiwa Spika, natumaini hilo jambo talifanyia kazi. Naitwa Remi Dumbi, ninafanya kazi na shirika la Compassion International Tanzania kama mwezeshaji katika cluster ya Shinyanga na Kahama. Na sisi tunaona bunge hili ambalo limefanyika leo, namna ambavyo vijana wanawasilisha hoja kwa ujasiri, wana maono kama vile bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo tunashukuru serikali namna ambavyo inashirikiana na shirika la Compassion International Tanzania katika kuruhusu tuwahudumie vijana, na tunajivunia vijana wengi wenye ndoto, wabunifu, ambao wana ndoto kubwa ya kuleta mabadiliko kwenye taifa hili la Tanzania. Nataka nitumie fursa hii kusema vijana sio nguvu kazi ya kesho, vijana ni nguvu kazi ya leo na kesho, kwa sababu ni viongozi. Unaweza kaona jinsi ambavyo spika wa bunge alivyokuwa kiongoza hapa na wabunge wanavyotoa hoja zao. Ni matarajio yetu kupitia hamasa hii ambayo tumeianzisha italeta chachu ya mabadiliko kwa vijana wengi kupenda kutumikia taifa lao la Tanzania. Mimi binafsi ni wasihi vijana wa bunge la vijana, wabunge wa leo ambao bunge la kwanza hili, hebu Mungu atusaidie kwamba tuwe vijana ambao tupate makuzi na malezi ambayo hatimaye yatatupatia tunu ambazo zitalisaidia taifa hili, zitabadili mtazamo wetu, lakini zitatengeneza pia tabia zetu, kwa sababu zinapotengeneza tabia tunakuwa ni watu ambao tunaweza kutegemewa na kizazi chetu, kuanzia kwenye familia, kuanzia kwenye jamii tunayoishi, na baadaye kuanzia kufikia kwenye taasisi tunazozitumikia, na mwisho taifa ambalo tunalitumikia, kwa sababu tutakuwa tumelelewa vizuri.